Hali gani mtazamaji wa SAUT TV, karibu katika taarifa ya habari tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Na miongoni mwa taarifa tulizonazo ni pamoja na waumini nchini wameanza kuwa karibu na Mungu hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Mamlaka za Vatican zimethibitisha kuwa mji wa Vatican na taifa la Italia kwa ujumla wake hawako tayari kujiunga na bodi ya amani. Na katika michezo, wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino campus kuu ya Mwanza wamesema uwepo wa michezo mbalimbali chuoni hapo kumewasaidia kuinua vipaji. Kwa hayo na mengine mengi, ongozana nami Rebecca Barnaba nitakayokusomea habari za kitaifa na kimataifa. Lazaro Maduhu atakusomea habari za biashara, na katika mchezo tutakuwa naye Joyce Pakomi. Tukianzia hapa jijini Mwanza, Padri Profesa Juvenalis Asantemungu ambaye pia ni makamu mkuu wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino campus kuu ya Mwanza amewahimiza waumini wa dini ya Kikristo ulimwenguni kutumia kipindi hiki cha Kwaresma kutenda matendo mema, kumrudia Mungu na kuwa karibu na Mungu hasa katika kipindi hiki. Ametoa wito huo leo wakati wa ibada ya Jumatano ya Majivu iliyofanyika katika viunga vya chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino. Na kinachotusaidia kufanya toba na uongofu wa ndani. Kipindi hiki cha Kwaresma ni kipindi kilichokubalika mbele ya Mungu ili kutuimarisha katika maisha yetu ya kiroho. Tunasikia katika ile somo la kwanza, lakini hata sasa asema Bwana, nirudie mimi kwa moyo. Tukiendelea kusalia hapa jijini Mwanza, baadhi ya wakazi wa Mwanza wameeleza faida wanazozipata kwa kufanya utalii wa ndani, ikiwa ni pamoja na kujua maeneo ya kihistoria ambayo pia ni kivutio na kuchangia pato la serikali. Wakizungumza na SAUT TV habari, wameongeza kuwa jamii inapaswa kufahamu kuwa utalii si kwa raia wa kigeni bali ni kwa ajili ya watu wote. Na wamachinga kutoka mtaa Lumumba wilaya Nyamagana mkoani Mwanza wameeleza changamoto mbalimbali wanazozipata katika biashara zao, ikiwa ni kuhamishwa bila utaratibu na kutozwa kodi kubwa nje na uwezo wao. Wakizungumza na SAUT TV habari, wameeleza kuwa serikali inapaswa kuwatazama wamachinga hao, kwani biashara hizo ndogo ndogo hizo zinazowapatia kipato cha kujikwamua kiuchumi. Mwanahabari wetu Jordan Mgoli ameandaa kwa kina mchanyato wa taarifa hizo. Utalii wa ndani si tu burudani, bali ni muhimili wa kuleta ajira, kuongeza kipato na uchumi, lakini pia sehemu ya kuondoa stress. Hapa ni Bismarck Rock, sehemu ambayo watu huja si tu kupoteza muda, bali kuondoa stress na kukutana na marafiki mbalimbali. Tumepata wasaa wa kuzungumza na watu kadhaa ambao huja kwa eneo hili kwa ajili ya mambo yao binafsi. Je, kuna faida gani ya kufanya utalii wa ndani? Kwa jina naitwa Salome Michael. Utalii wa ndani una faida nyingi katika nchi yetu. Kwa mfano, hivi unapotalii ndani ya nchi unajifunza vitu mbalimbali ambavyo ulikuwa huvijui. Kwa mfano, leo tulipokuja kutalii hapa, nimejifunza vitu vingi. Kuna kama makundi ya ndege, nimeenda kwenye jiwe la Bismarck, nimeona vitu ambavyo Wajerumani walivifanya na makumbusho ambayo wameacha nchini kwetu. Kwa utalii wa ndani una faida kubwa kwa mwananchi ambaye anazungukia nchi yake na kujua nchi yake vizuri. Kwa majina naitwa Bernard Joseph. Ya utalii wa ndani una faida nyingi sana. Mojawapo ni kukuza kipato ndani ya taifa au serikali kwa ujumla, kwa sababu watalii wanapokuja kutembelea vivutio kama hivi wanakuja kulipa hela moja kwa moja. Hiyo inaongeza nini? Kipato ndani ya serikali. Jambo lingine, utalii wa ndani unakuza elimu ya mazingira, namna gani watu tunaweza tukatunza mazingira ili kuendeleza utalii. Kwa majina naitwa Edward, natokea chuo kikuu cha Mtakatifu Agostino SAUT pale. Faida zipo nyingi, ikiwemo inakuza miundombinu ya mazingira haya, watu wanafanya biashara, sasa waliopo karibu na maeneo haya watu wanakuja kuenjoy hapa. Faida nyingi of course. Kufanya utalii wa ndani si kitu kinachohitaji gharama kubwa, bali ni maamuzi ya mtu binafsi, nini afanye na kwa wakati gani kwa faida yake. Jordan Mgoli, SAUT TV. Waswahili husema haba na haba hujaza kibaba. Ndicho kitu ambacho wamekifanya vijana ambao wameamua kujiajiri hapa kwenye mtaa wa Lumumba. Pamoja na kujiajiri, lakini zipo changamoto nyingi ambazo wanazipitia wao kama wafanyabiashara wadogo wadogo. Na hapa
wanaeleza changamoto ambazo wanazipitia. Mimi kwa majina naitwa Gideoni, mfanya biashara mdogo. Ni tatizo ambalo mimi naliona kwa sasa, ni tatizo ambalo tumetangaziwa sisi wa machinga kuhusu kwamba tunatakiwa kuondoka katika sehemu ambazo tunafanyaga biashara. Kwa hiyo hicho kitu mimi hakijanifurahisha. Kwa sababu gani? Ukiangalia unavyoambiwa kuwa tuhame, inatakiwa tuangalizie na sehemu ya kutuhamisha kutupeleka ya kufanyia kazi, kwa sababu ukiangalia sehemu kama hii ilikuwa inatuingiziaga kipato, hata japo kama ni kidogo, lakini at least tulikuwa tunapata riziki. Kwa hiyo mimi kitu ambacho nilikuwa naomba serikali ni kutusaidia vitu kama hivi, maana ukiangalia kama sisi fanya biashara wadogo tunapitia wakati mgumu sana kutafuta. Kwa majina naitwa Haruna Ahmadi. Changamoto katika biashara ni kama gari inakuwa sio nzuri, vitu viko juu sio sana, lakini serikali tu iangalie ndio hivi, kama machinga kutembea kama hivi nini, mambo sio mazuri sana. Sasa zingine maji yanapita hivyo, changamoto ni kama hivyo. Naam, hawa walikuwa ni vijana ama wajasiriamali wadogo ambao wameamua kujiajiri kwenye mtaa huu wa Lumumba. Na kufikia hapa sina la ziada. Mimi ni Jordan Mgoli wa SAUT TV. Shukran sana Jordan Mgoli kwa taarifa hizo kutoka hapa jijini Mwanza. Mtazamaji wa SAUT TV, tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za kimataifa. Endelea kusalia nasi. Mamlaka za Vatican zimethibitisha kuwa mji wa Vatican na taifa la Italia kwa ujumla wake hawatajiunga na kile kinachoitwa bodi ya amani iliyoundwa na Rais wa Marekani Donald Trump. Katibu wa jimbo la Vatican, Kardinali Pietro Parolin, amebainisha hayo na kusisitiza kuwa Vatican haijapendezwa na mpango huo, kwani malengo yake ni kama yanaingiliana na majukumu ya Umoja wa Mataifa. Na huko nchini Ufilipino, makamu wa rais Sara Duterte amethibitisha kuwa yuko tayari kuwania nafasi ya urais katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2028 ndani ya taifa hilo lililopo kusini mashariki mwa bara la Asia. Kwa undani wa taarifa hizi za kimataifa, tuungane naye mwanahabari wetu Steven Kianzi. Tuanzie mjini Vatican. Kauli ya mamlaka za Vatican inakuja kama sehemu ya majibu ya ombi la rais wa Marekani Donald Trump ya wito wake kwa ofisi ya kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo 14 kujiunga na bodi ya amani iliyolenga kumaliza vita Mashariki ya Kati. Ofisi ya Vatican imefikiria ombi hilo tangu Papa Leo 14, kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni, alipoalikwa kujiunga na bodi hiyo mwezi Januari. Mapema siku ya Jumanne, baada ya kikao cha katibu wa jimbo la Vatican Kardinali Parolin pamoja na viongozi wengine walihudhuria, akiwemo waziri mkuu wa Italia Giorgia Meloni, kujibu kuwa Vatican haiwezi kujiunga na bodi hiyo ingawa Italy na kusudia kushiriki kama mwangalizi tu. Parolin amekiri kwamba mpango huu unalenga kukabiliana na migogoro inaendelea katika Mashariki ya Kati, lakini kuna mambo hayako sawa na inahitaji ufafanuzi zaidi. Aidha, ameeleza kuwa wasiwasi huu unatokana na baadhi ya wataalamu wengine wa haki za binadamu wanasema kwamba Trump kusimamia bodi hiyo ambayo inatazamiwa kama inaingilia majukumu ya Umoja wa Mataifa kufananishwa na muundo wa kikoloni. Kwa mtazamo wa Vatican, Umoja wa Mataifa unapaswa kubaki kuheshimiwa kama jukwaa kuu la kushughulikia migogoro ya kimataifa, na ndio utaendelea kutambuliwa na Vatican hata kama una matatizo, lakini utabaki kuwa msingi wa mchakato wote wa amani ya kudumu. Bodi ya amani ambayo Trump ndiye mwenyekiti wake imeundwa mwezi Januari katika jukwaa la uchumi duniani huko Davos kusimamia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na ujenzi mpya wa eneo hilo baada ya vita kati ya Hamas na Israeli kushamili. Lakini lengo lake limepanuka katika kutatua kila aina ya migogoro ya kimataifa na kusababisha hofu kwamba rais wa Marekani anataka kuunda mpinzani wa Umoja wa Mataifa. Mkutano wa kwanza wa bodi hiyo unatazamiwa kuanza Alhamisi. Tangu Trump alipozindua bodi hiyo katika jukwaa la uchumi duniani huko Davos mnamo Januari, angalau nchi 19 pekee ndizo zimeweza kusaini hati hiyo. Na sasa tuelekea kwa nchini Ufilipino. Sara Duterte amedhibitisha kauli hii Februari 18, kipindi ambacho inaeleza uhusiano baina yake na rais wa nchi hiyo Ferdinand Marcos Jr kuingia katika mgawanyiko mkali wa kisiasa, huku wote wawili wakishambuliana, hali inaongeza mgawanyiko wa sera zao. Aidha, makamu huyo wa rais wa Ufilipino amechukua uamuzi huo kutangaza dhamira yake kugombea nafasi ya urais, huku akisisitiza kuwa yupo tayari kutoa maisha yake, nguvu pamoja na mstakabali wake kulitumikia taifa la Ufilipino.
Sara Duterte ameeleza kuwa katika miezi michache ya kuanza muhula wa uongozi kati yake na kiongozi wake mkuu ambaye ndiye rais wa taifa hilo Ferdinand Marcos Jr, ameona ukosefu wa uaminifu kwa mkuu wake kuhusu ahadi zilizotolewa kwenye kampeni wakati akitafuta nafasi ya uongozi wa juu kuliongoza taifa hilo, hali inamfanya Marco Bongbong kuwa kiongozi anayekiuka wajibikaji wa kiapo cha taifa hilo la Ufilipino. Aidha, Sara ameendelea kwa kuongeza kuwa akipata nafasi ya urais nchini humo atasaidia kutatua changamoto mbalimbali zilizosababishwa na Rais Marcos Jr, ikiwemo vitendo vya rushwa pamoja na ufisadi kutoka kwa mkuu wake. Inaelezwa kabla ya Sara kutoa kauli hiyo kipindi cha hapo nyuma, yeye pamoja na Rais Marcos Jr walikuwa katika uhusiano mzuri, hata Sara kutajwa kuwa alihusika kumsaidia Marcos kushinda uchaguzi mkuu wa mwaka 2022 akiwa kama mgombea mwenza wa makamu wa rais, hata Marcos Jr kupata wafuasi wengi, hatua iliyowapa ushindi, japo Sara Duterte aliomba msamaha kwa uamuzi aliofanya kipindi cha kampeni baada ya wawili hao kuwa na utofauti. Lakini mgawanyiko wa tangu mwaka huo umeingia katika mgawanyiko mkali wa kisiasa, huku wote wawili wakishambuliana, kitendo kinachoongeza mgawanyiko wa sera zao na kurudisha nyuma maendeleo ya taifa hilo. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, wachambuzi wanadai muda wa tangazo la Sara Duterte unakuja wakati akikabiliwa na duru nyingi ya malalamiko ya mashtaka yanayomtuhumu kwa kusaliti imani ya umma, ufisadi na uhalifu, licha yeye kumuongelea vibaya mkuu wake ambaye ni Marcos Jr. Utofauti wa rais wa Filipino pamoja na makamu wake inaelezwa sio mwaka huu, kwani mwaka jana Sara Duterte alishtakiwa kwa shutuma ya kupanga njama ya kumuua Rais Ferdinand Marcos Jr. Shukrani sana Steven Kianzi kwa taarifa hizo za kimataifa. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za biashara na Lazaro Maduhu. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Kioo cha Mwanamke. Utunzaji wa mazingira hauanzii tu nyumbani ama hauishii tu nyumbani, pia unahitajika mtaani kwako. Mwanamke sio kubaki nyumbani tu, hata kama unapobaki nyumbani, yale mazingira ya nyumbani unaweza kuyafanya yakabadilika. Kwa hiyo mwanamke unaweza kubadilisha mazingira yakawa mazuri na yakakufanya wewe mwenyewe uyafurahie. Ukitaka kujua zaidi, ungana nami ndani ya Kioo cha Mwanamke wiki hii uweze kujua ni kwa namna gani mwanamke anatunza mazingira katika jamii yake. Kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SauTV_TZ. Karibu mtazamaji wa SauTV, na sasa ni habari za biashara. Jina langu ni Lazaro Maduhu. Wafanyabiashara wa soko kuu la Mwanza wameeleza kuwa uwepo wa soko kuu hilo umeongeza fursa za kibiashara na kuchochea vijana kujiajiri. Wakizungumza na SauTV habari, wafanyabiashara hao wamesema kuwa miongoni mwa biashara zinazowalipa ni pamoja na biashara ndogo ndogo na biashara kimataifa. Muungano wa nishati duniani umepanga kukusanya dola milioni 100 ifikapo mwaka 2028. Lengo kuu likiwa ni kubadilisha mifumo ya umeme ya India kuwa mifumo ya kidigitali. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa muungano huo Wonching Om alipokuwa akifanya mahojiano na chombo cha habari cha kimataifa cha Reuters. Mwanahabari wetu Alexander Mogoro ameandaa kwa kina taarifa hizi za biashara. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza juu ya uwepo wa fursa za kibiashara ambazo zinapatikana katika mkoa huu wa Mwanza. SauTV tumezungumza na baadhi ya wafanyabiashara ambao wanafanya biashara zao hapa soko kuu la Mwanza na wameweza kueleza fursa za kibiashara zinazopatikana katika jiji hili la Mwanza. Ungana na mimi mwanzo mpaka mwisho, na hii ni SauTV. Fursa ni nyingi, lakini pia inategemea na mtu mwenyewe uhitaji wake. Kwa mfano, mimi nafanya biashara hapa ya kuuza viatu vya mtumba, lakini pia kwa upande wangu nikiangalia fursa hii ni fursa ambayo inaniwezesha mimi kupata mahitaji yangu ya kila siku pamoja na familia yangu. Biashara ambayo inaolipa ni hizi ambazo tunazofanya kama biashara za viatu, nguo, bidhaa tofauti tofauti kama wajasiriamali. Kila mtu ana ubunifu wake katika kupata riziki. Biashara ambayo naifanya mimi ni biashara ya kuuza mikoba, ambao ni biashara nzuri ambao ukikuwa na mtaji wako huwezi kulala njaa. Ya jangu tunaona naipa tu ni kazi ya machinga. Vitu vya kuuza urembo, ya wajanja, watu wale mantu wa bisho.
Vitu kama hivyo tu ndo nawaga kwangu. Ni kitu chepesi kuuza. Na kwa upande wa habari za kimataifa, Muungano wa Nishati Duniani kwa Watu na Sayari umepanga kukusanya dola milioni 100 ifikapo mwaka 2025. Lengo kuu likiwa ni kubadilisha mifumo ya umeme ya India kuwa mifumo ya kidigitali. Hayo yamebainishwa na mkurugenzi mtendaji wa muungano huo, Wochong kupitia mahojiano yake na chombo cha habari cha kimataifa, ambapo alielekeza kuwa ubadilishaji wa gridi ya kidigitali utarejesha mabadiliko ya mifumo ya jadi kuwa mifumo ya otomatiki itakayoendeshwa na akili bandia. Aidha, mkurugenzi mtendaji wa muungano huo ameeleza kuwa hatua hiyo inavutia umakini mkubwa kwa mashirika ya hisani ya kimataifa na wakopeshaji wa kimataifa wanaotaka miradi inayoweza kuwekezwa, ambapo amesema kuwa muungano huo wa awali umepanga kuzingatia gridi za umeme huko Delhi na Rajasthan kabla ya kupanua hadi angalau huduma 15 nchini India kote ifikapo mwaka 2028. Alexander Mogolo wa Sauti TV. Asante sana Alexander Mogolo kwa taarifa hizo za biashara. Ni mwisho wa habari za biashara tulizokuandalia Sauti TV habari. Tupate mapumziko mafupi, tukirejea ni habari za michezo na Joyce Pakomi. Endelea kusalia nasi. Wiki hii kwenye Extra Time. Ibana, ligi ya Tanzania inakuwa kwa kasi sana, tena katika ngazi ya kimataifa, na tunashuhudia vilabu vingi kutoka Tanzania vikifanya vizuri katika ngazi ya kimataifa. Lakini swali linakuja, kwa nini waamuzi wa Tanzania waaminiki sana, na pengine kwa nini hawaaminiki katika ngazi ya kimataifa? Wapi kuna shida? Wiki hii kwenye Extra Time utalipata hilo kwa kina. Usipange kukosa, hakika utapata madini. Usikose kufuatilia Extra Time kila Alhamisi saa 11 kamili jioni kupitia Instagram, Facebook na TikTok @SautiVTZ. Ni matumaini yangu mzima wa afya mwanamichezo mwenzangu. Karibu katika habari za michezo. Mimi ni Joyce Pakomi. Wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi ya Mwanza wameeleza kuwa uwepo wa michuano mbalimbali kama bonanza chuoni hapo kumesaidia katika kuinua vipaji vya vijana, kujenga ushirikiano na mshikamano baina ya wanafunzi na wakufunzi chuoni hapo. Wakizungumza na Sauti TV habari, wanafunzi hao wameuomba uongozi wa chuo hicho kuendelea kuratibu, kuboresha kwa kuongeza michezo mbalimbali. Katika uga wa kimataifa, mchezaji wa tennis wa Australia Destiny Iver ametangaza rasmi kustaafu kucheza mchezo huo akiwa na umri wa miaka 25 kwa madai ya kukataa utamaduni wa ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wanawake na uadui dhidi ya mchezo huo. Kwa undani wa habari hizo za michezo, tuungane na David Kiamani. Habari katika Chuo Kikuu cha Mtakatifu Agustino kampasi kuu ya Mwanza, eneo ambalo michezo inaonekana kuwa furaha pamoja na nuru kwa wanafunzi mbalimbali. Na siku ya leo tumeenda kutembea Sauti TV katika eneo hili, tukienda kuzungumza na wanafunzi wakitoa umuhimu wa michezo ya bonanza inayokuwa ikifanyika katika chuo hiki, na haya ndio yao ya kuzungumza. Mimi naona bonanza zina umuhimu kwa sababu zinafanya watu wa interact na watu wengine. Alafu pia zinamfanya mtu awe kama entertained, kupunguza msongo wa mawazo. Unakuta mtu yuko na mawazo sana, kwa hiyo hizo bonanza zinapokuja kwenye vyuo zinamfanya apunguze mawazo, aone kama ni hali ya kawaida, na pia inamsaidia mtu kuinua vipaji vyake. Wanafunzi wanaibua vipaji vyao ama kuonesha vipaji vyao kwa wadau mbalimbali ambao wanafuatilia bonanza husika katika michezo ambayo itakuwa imeandaliwa katika bonanza. Kwa hiyo ni faida kwa upande wao wanaoshiriki, lakini pia kwa wale ambao wapo ama wameandaa bonanza husika labda kwa lengo la kutafuta vipaji, ni sehemu pia kupata vipaji ambavyo vipo katika bonanza husika. Michezo ya bonanza kwanza inasaidia kujenga uhusiano mzuri baina ya wanafunzi wenyewe. Naam, wanasema kuwa michezo ni furaha, michezo ni utamaduni wenye kutengeneza mshikamano na ushirikiano baina ya watu wanaocheza michezo hiyo.
Na hapa ni katika chuo cha Mtakatifu Agustino campus kuu ya Mwanza, nao walikuwa ni wanafunzi wakizungumza juu ya umuhimu wa michezo katika chuo hicho cha Mtakatifu Agustino campus kuu ya Mwanza. Na kimataifa, mchezaji wa tenesi wa Australia Dustin Ivar ametangaza kustaafu kutoka katika tenesi akiwa na umri wa miaka 25 kwa madai ya kukataa utamaduni wa ubaguzi wa rangi, chuki dhidi ya wanawake na uadui wa mchezo huo. Ivar ambaye ana asili ya Samoa ataacha mchezo huo ambao ameufananisha kama mpenzi mwenye sumu mwisho wa msimu huu. Alitangaza kuondoka kwake katika chapisho lake la Instagram lenye matusi, ambapo alifichua kwamba alikuwa amelengwa na watu wanaomtukana kwenye mitandao ya kijamii. Ivar alishiriki katika mashindano ya kwanza ya WTA Tour katika mashindano ya kimataifa ya Brisbane ya mwaka 2017. Mnamo Disemba 2016, mchezaji huyo alishinda mashindano ya wasichana chini ya umri wa miaka 18 huko Australia. Ivar ameshinda mataji 24 ya ITF Circuit katika mashindano ya single na double. Mnamo 2025 alifika raundi ya pili ya mashindano ya single ya wanawake nchini Australia katika mashindano ya Australian Open. Mchezaji huyo alipoteza katika raundi ya kwanza ya kufuzu kwa mashindano ya Australian Open ya mwaka 2026 dhidi ya Ariit Darret wa Uingereza. Ivar ambaye ana nafasi ya juu katika nafasi za single za 147, mchezaji huyo alitamatisha kwa kutoa shukrani zake kwa fursa ambazo tenesi imempatia, ikiwa ni pamoja na nafasi ya kuona ulimwengu, kupata marafiki wazuri na jukwaa la kushiriki hadithi yake. Kufikia hapo katika ripoti za michezo kitaifa na kimataifa, sina la ziada. Mimi ni David Kiamani na hii ni Sauti TV. Asante sana David Kiamani kwa taarifa hizo za michezo. Kufikia hapo sina la ziada katika habari za michezo kwa siku ya leo. Mimi ni Joyce Pakomi. Nirudishe kijiti kwake Rebecca Barnaba kuhitimisha habari kwa siku ya leo. Asante sana Joyce Pakome kwa taarifa hizo za michezo. Mtazamaji, taarifa hizo za michezo zinatamatisha taarifa ya habari kwa siku ya leo. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, tupate tena muhtasari wake. Waumini nchini wameanza kuwa karibu na Mungu hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Mamlaka za Vatican zimethibitisha kuwa mji wa Vatican na taifa la Italia kwa ujumla wake hawako tayari kujiunga na bodi ya amani. Na katika michezo, wanafunzi wa chuo kikuu cha Mtakatifu Agustino campus kuu ya Mwanza wamesema uwepo wa michezo mbalimbali chuoni hapo kumewasaidia kuinua vipaji. Na kufikia hapo sina la ziada. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari, jina langu ni Rebecca Barnaba. Nikutakie wakati mwema.